Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku ya 5 kati ya siku 26 ambazo tunajenga daraja kutoka katika Agano la Kale kuja katika Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo mwenyewe mpendwa katika Bwana. Siku ya 4 tuliona namna ambavyo ukuhani ulihama kutoka katika Agano la Kale kwenda katika Agano Jipya. Sasa siku ya leo nataka tukaangalie vazi la kuhani mkuu. Kilichotokea wakati vazi la kuhani mkuu limechanika, kama tulivyosoma katika Marko 14 kuanzia ule mstari wa 61 mpaka ule wa 65. Sasa kwa kitendo kile nataka tuliangalie leo vazi la kuhani mkuu lilikuwa limeundwaje. Kwa nini kuchanika kwa vazi kulionyesha ukuhani umehama kutoka katika mfumo wa zamani kuingia katika mfumo mpya, au kutoka katika mfumo wa wanadamu kuingia katika mfumo wa kusudi la Mungu. Kuchanika kwa vazi maana yake kumechanikwa kwa mamlaka au kumetengana kwa mamlaka yale ya kiwanadamu na kuingia kwenye kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka. Naendelea kukumbusha, Kristo Yesu akiwa ndio mpango halisi wa Mungu, wala si mpango wa pili au mpango mbadala wa Mungu juu ya ukombozi wa wanadamu. Kristo ndiyo aliyekuwa mpango wenyewe wa Mungu juu ya wanadamu, kwa sababu vitu vyote viliumbwa kwa sababu yake yeye na vitu vyote vilikuwepo kwa ajili yake yeye. Injili ya Yohana 1 mstari wa 3. Mpendwa katika Bwana, kama ni hivyo sasa, nataka tukaliangalie leo vazi la kuhani mkuu, na kitabu chetu cha siku ya leo ni Yohana sura ya 19 mstari ule wa 23 na 24. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Brian Frank. Napenda nikukaribishe siku ya leo, siku ya 5, tuweze kujenga daraja. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Yohana 19 ule mstari wa 23 mpaka wa 24 inasema kwamba nao askari walipomsulubisha Yesu walitoa mavazi yake wakayafanya mafungu 4, kwa kila askari fungu lake, na kanzu nayo amina. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Mpendwa, tazama, hii ni kanzu ya Yesu Kristo, ilikuwa imefumwa yote toka juu. Waliyagawanya mavazi yake katika mafungu 4, lakini na kanzu nayo, kanzu yake Yesu ilikuwa imefumwa, haikushonwa, bali ilikuwa imefumwa kwa ufumaji mzuri. Basi katika Agano la Kale kanzu ya kuhani mkuu ilikuwa imefumwa kwa mfumo huu, ilikuwa imefumwa katika mfumo huu, kwamba haikuwa toka juu mpaka chini, ilikuwa na tundu moja tu. Alafu hiyo kanzu ilikuwa imefumwa katika viwango vya kiungu, ambapo Mungu alitia maarifa juu ya washona taraza, ambapo wakuu wa kuendesha huo mchakato wote alikuwa ni Bezaleli na Oholiabu, ambao Mungu aliwatia maarifa na akili katika kujenga hema mpaka kuhakikisha mavazi ya kikuhani yametokea. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 28 ule mstari wa 31 na 32 anasema kwamba nawe fanya hiyo joho ya naivera ya rangi ya samawi yote. Hiyo joho inatakiwa iwe rangi ya samawi. Rangi ya samawi ni rangi ya bluu, nayo itakuwa na tundu katikati yake kwa kupitisha kichwa, itakuwa na utepe kwa kazi ya kusokotwa kuzunguka hilo tundu lake, mfano wa tundu lililo katika kanzu ya chuma, ili lisipasuke. Tazama, hapa tunaonyesha kanzu ikiwa inafumwa kutoka juu mpaka chini yote, alafu ikiwa na tundu tu moja juu kwa ajili ya kupitisha kichwa, na ikiwa imesokotwa, imezungushiwa karingi ka chuma ndani yake, ili kanzu hiyo isiweze kupasuka. Akitaka kurarua vazi lisiraruke, akawa amefanya jambo hilo. Sasa ukienda kusoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 21 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 12 anasema kwamba na yeye aliye kuhani mkuu katika nduguze, ambaye mafuta yamemiminwa kichwani mwake, naye akawekwa wakfu ili ayavae hayo mavazi, yeye hataziacha wazi nywele za kichwa chake, wala hatazirarua nguo zake. Kumbuka, hatazirarua nguo zake huyo kuhani mkuu, wala hataingia penye maiti, wala asitie unajisi kwa ajili ya baba yake wala mama yake, wala asitoke katika mahali patakatifu, wala asipatie unajisi mahali patakatifu pa Mungu wake,
kwa kuwa utakaso wa hayo mafuta ya kutiwa ya Mungu wake juu yake, mimi ndimi Bwana. Anasema kwa sababu kuhani mkuu ametiwa mafuta, hivyo hata rarua nguo yake, hata irarua hiyo nguo yake. Kitendo cha kurarua nguo yake kinamaanisha ufalme au ukuhani umevunjwa au agano na Mungu limeondolewa. Maana yake hiyo nguo kwanza ilikuwa imetengenezwa katika utakatifu na utaua, ili huyo kuhani akisimama anawakilisha mamlaka ya kiungu mbele za watu, anawakilisha uwepo wa Mungu mbele za watu. Amesimama kama jicho la Mungu mbele za watu, amesimama kama taa ya Mungu mbele za watu, ametiwa mafuta. Kumbuka, kuhani mkuu ametiwa mafuta ili aweze kuwakilisha, ili aweze kuonesha uwepo wa Mungu mbele za watu. Sasa kuhani mkuu akirarua mavazi yake, anamaanisha ule ukuhani wa kiungu, ule uwepo wa Mungu mahali hapo haupo. Mpendwa katika Bwana, ndio jambo ambalo limetokea. Yesu Kristo, Yesu mtiwa mafuta wa Mungu, akija na vazi lake la kikuhani katika hiyo Yohana 19 kuanzia huo mstari wa 23, tumeona baada ya askari kuwa Yesu amekwisha kusulubiwa na askari wakaganya mavazi yake katika mafungu, kinachotokea ni nini? Wakaliona joho yake ambalo lilikuwa limefumwa mfano wa vazi la kuhani ambalo tumeliona katika Kutoka 28, likiwa limefumwa lote toka juu mpaka chini. Vazi la Yesu linafanana na vazi la kuhani, lakini vazi la kuhani tuliona liliraruliwa. Kuhani mkuu Kayafa alilirarua vazi lake katika Marko 14 ule mstari wa 61 mpaka 63 kule ukisoma pale. Kuhani mkuu wakati wa mahojiano na Yesu Kristo, baada ya Yesu Kristo kukiri kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na Kayafa hakuona ujaji wa Kristo, hakusimama kama jicho la Mungu, manake ule ukuhani haukuwepo ndani yake, bali ukuhani ulikuwa umekwisha kuhama kutoka katika mwili umeingia katika roho, katika kusudi la Mungu, katika mpango wa Mungu. Akayararua mavazi yake. Kuhani mkuu ameyararua mavazi yake, wala kuhani mkuu hakufa. Angalia vazi katika Mambo ya Walawi 21 na ule mstari wa 10 lilitakiwa lisiraruliwe, lakini pia mshonaji mfumo wa vazi la kikuhani katika Kutoka 28 ule mstari wa 32 ulikuwa limeshonwa na kuzungushiwa kawaya ka chuma ndani yake ili lisiweze kuraruliwa, lisiweze kuchanika. Lakini sasa kuhani mkuu Kayafa akalirarua lile vazi. Baada ya kulirarua lile vazi, ni kitendo ambacho kinaonesha au kinawakilisha kwamba Mungu hayupo tena hapo. Mungu hatumii tena ukuhani wa wanadamu. Mungu tena kuhani mkuu katika wanadamu hawi jicho la Mungu, bali Kristo ndiyo njia, kweli na uzima, ndiyo kipatanishi chetu sisi, kama tulivyosoma katika Waebrania 10 na Waebrania 8. Ndiyo kipatanishi chetu sisi. Kama ndiyo kipatanishi chetu sisi, ndiyo jicho la Mungu, ndiyo kweli, ndiyo njia, lakini pia ndiyo uzima wa watu. Yeye ndiye anayepaingia patakatifu bila kufanya dhambi yoyote. Ndiyo anayekuwa na vile vigezo vyote vya kiungu. Tazama katika Yohana 19 ule mstari wa 24 kinatokea nini? Baada ya yale mavazi kuweka katika mafungu na wakaiona ile joho ya Kristo ikiwa imefumwa katika mfumo ule wa joho ya kikuhani, kilichotokea nini? 24 anasema, basi wakaambiana wale askari waliomsulubisha Yesu, tusipasue, lakini tuipigie kula iwe ya nani, ili litimie andiko lililonenwa, waligawana nguo zangu na vazi langu wakalipigia kula. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Mpendwa katika Bwana, tazama wale askari walipoliona lile joho lilikuwa ni zuri, limefumwa vizuri, limekaa katika mfumo mzuri, lilikuwa ni kusudi la kiungu ili kuweza kuhamisha ukuhani kutoka katika mfumo wa wanadamu, kutoka katika mfumo wa udhaifu, kutoka katika mfumo wa unyonge, kuweka katika mfumo wa kiungu, mfumo wa kitukufu, mfumo wa roho, liweze kutimia. Ikabidi lile vazi wakagawana mavazi yake, na lile vazi hawakulipasua lile vazi la kuhani. Wakasema tusilipasue lile vazi. Vazi la kuhani mkuu Kayafa limekwisha kupasuka, lakini vazi la Yesu lenye mfumo ule ule, lenye system ile ile halikuweza kupasuka. Mpendwa katika Bwana, bali wakagawana lile vazi, kwamba wakagawana ule ukuhani ukaingia kwa wanadamu wote kupitia Yesu Kristo, wakawa na nafasi ya kupaingia patakatifu. Mpendwa katika Bwana, huku kuhani mkuu Kayafa hakuweza kufanya hicho kitendo, bali ule ukuhani wa kiwanadamu ukavunjika. Ndio maana tukaongea hata katika video ya ukuhani mkuu ulivyohama.
Video ya 4 ni kwa sababu gani kuhani mkuu hakufa baada ya kulichana vazi lake, wakati sheria ya kulichana vazi ilitakiwa kuhani mkuu hafe, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi 21, lakini pia kitabu cha Mambo ya Walawi 10 ule mstari wa 6. Mpendwa katika Bwana, hakufa kwa sababu Kristo Yesu ndiyo aliyekuwa kuhani mkuu, na vazi la Yesu Kristo ndiyo lililokuwa vazi la kuhani. Hivyo vazi la huyu halikuwa vazi la huyu, ili litimia andiko ambalo liliandikwa kwamba waligawana nguo zangu na vazi langu wakalipigia kula. Ndivyo ilivyotokea, hawakuweza kulipasua lile vazi. Mpendwa katika Bwana, hapo tunajifunza nini katika video ya siku ya 5? Mpendwa katika Bwana, ukuhani wa mwili unaondoka kwa sababu ya udhaifu, kwa sababu ya aibu, kwa sababu ya uchoyo, kwa sababu ya kutokuvumilia, na unaingia ukuhani wa kiungu katika utimilifu wa hii nguo ya kuhani mkuu. Mpendwa katika Bwana, kumbuka nguo ya kuhani mkuu imebeba taarifa, imebeba cheo, imebeba details za kiungu zote ambazo zilikuwa zikivaliwa zinaonyesha Mungu yuko hapo. Hivyo kwa kuchanika kwa lile vazi la kuhani Kayafa kukathibitisha kwamba ukuhani, Mungu hayupo hapo, Mungu hatembei nasi, huyu si mwonaji wetu, huyu si kitu chochote, bali kilichofanya wasione mambo yale ni pride, yani kujiinua, kujitakia, kujihesabia haki na mambo mengine ambayo yalikuwa yameibuka ndani yao, yanafanya wanadamu wakae katika giza. Lakini katika imani tunajifunza Kristo Yesu vazi lake yeye halikuchanika, hivyo likathibitisha Mungu yupo. Yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Yeye ndiye anayetupatia vyote. Yeye ndiyo mpatanishi yetu. Yeye ndiye utoshelevu wetu. Atapendezwa na Injili ambaye atasikia neno la Mungu na kuliamini, ambaye akiamini huyo analichukua lile vazi la kikuhani, anakuwa nalo, hivyo anapatanishwa, hivyo anatakaswa dhambi, hivyo anaoshwa, kwa sababu Kristo Yesu pekee ndiye aliye msafi, ndiye aliyestahili, ndiye kuhani mkuu, mfano wa Melkizedeki, asiye na baba, asiye na mama, asiye na mwanzo, asiye na mwisho. Yeye ni wa kwanza, lakini pia yeye ni wa mwisho. Yeye ni utoshelevu katika yote. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Zaburi anasema, watu wangu wanajitoa kwa hiari yao, toka asubuhi wanao umande wa ujana wao. Bwana ameapa wala hata ghairi, nawe ndiye kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Mpendwa katika Bwana, ndivyo kilichotokea mahali pale, utukufu wa Mungu ukaonekana. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii ya siku ya 5 ya kujenga daraja kutoka katika Agano la Kale kuja katika Agano Jipya imekuwa ni ya baraka kwako mpendwa, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na watu wengine video hii, ili waweze kujifunza kwa habari ya ukuhani ulivyohama na vazi la kuhani mkuu jinsi lilivyotokea kwa kuchanika kwake na matokeo yake yalikuwa ni nini. Mpendwa katika Bwana, nikutakie siku njema, neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Shalom, shalom.